Basi imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo ilile mahali hapa. Mungu aliyeumba mbingu na hata nchi, Mungu wa Abraham, wa Isaka na Yakobo, asante kwa neema na rehema usiku wa leo. Neno kanene nasi Bwana sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu ni Mwanzo. Kitabu ni Mwanzo. Mwanzo 1 mstari wake ni wa 4. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema, ndipo Mungu akatenganisha. Ndipo Mungu akatenganisha. Ndipo Mungu akatenganisha. Mungu akatenganisha nuru na giza. Mungu akianza kuumba, Mungu akianza kuumba alitenganisha nuru na akatenganisha giza. Mungu anaweka clear line. Mungu anaonyesha moyo wake. Mungu anaweka giza kando, alafu anaweka na nuru. Inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu apendezwi na dhambi. Mungu apendezwi na matendo ya giza. Mungu apendezwi na matendo ya giza. Ndio maana mara kwanza kabisa Mungu akiumba alitenganisha. Mungu alitenganisha nuru na giza. Hii ni sawa na Mungu. Yesu alipoingia kwa sinagogi, alipata watu. Kwa Yohana 2 alipata watu wamegeuza hekalu la babake. Wamegeuza hekalu la babake kwa pango la wezi, wana biashara. Yesu alifanya nini? Yesu alichukua mijeledi. Yesu alichukua mijeledi na akawafukuza. Yesu akawafukuza. Yesu alikuwa anafanya nini? Mungu hataki giza katika nyumba yake. Mungu hataki giza katika nyumba yake. Ndio maana mara kwanza Mungu akiumba aliweka giza kando na akaweka nuru. Usitembee uko kanisani na unafurahi tu kuishi maisha machafu. Unalewa, unazini, unalala na bibi za wenyewe na uko kanisani. Wewe hiyo ndio unafanya. Unaangalia pornografia na umetusika tu uko kanisani. Unajidanganya wewe. Unajidanganya. Mungu ana ushirika na machafu. Mungu ana ushirika na machafu. Mungu hashirikiani na walevi. Mungu anataka walevi awabadilishe. Maandiko yanasema Yesu alikuja kwa watu wabaya kuwapatia toba, kuondoa kwa ubaya wao. Mungu haipendi giza. Mungu haipendi giza. Wewe unaishi maisha gani mbele za Muumba wako? Unaishi maisha gani? Matusi unaongea kwa mdomo, alafu unafikiria uko sawa na Mungu au uko sawa na Mungu? Watu ambao hawamjui Mungu wanaitwa makafiri. Makafiri ndio wanatukana. Makafiri ndio wanatukana. Inapojiulize kwa nini Mungu kwa uumbaji wake kitu cha kwanza kabisa alitoa giza kwa nuru. Alitenganisha giza na nuru. Inapoangalia maisha yako, uangalie, je, maisha yako yana giza? Je, unatii wasasi? Unatii mamlaka? Unaiba? Unazini? Unamwogopa Mungu wako? Unatembea kwa amri za Mungu? Ama unapeleka mwili wako tu kanisani unaiba? Unamdanganya mke wako? Wewe yule pale. Wewe umeolewa, unamdanganya mume wako. Haya ni mambo ambayo Mungu anayaangalia. Hii ni giza. Mungu haipendi giza kweli.
Mungu hataki giza kabisa. Tujaribu kuharakisha kutoka abiria tafadhali, na tuwe waangalifu. Tusisahau mizigo yetu ndani ya feri. Hakikisha kile vitu vya nacho umetoka nacho. Ndio mzigo tofauti wa zamani na mtaji kwa sababu ya usalama wa mzigo wako. Abiria tafadhali, tuongoze vipi kuingia kulia kwako. Kushoto nafasi ya abiria mwenzako aweze kuingia kwa feri. Haya, pisha nafasi tafadhali. Pisha nafasi. Ya giza inaondolewa. Giza ni dhambi. Inaondolewa kwa toba. Kwa toba na imani kwa Yesu Kristo. Hakuna shortcut mpendwa. Lazima ugeuke kutoka kwa njia mbaya. Lazima ukiri uovu wako. Mungu alitenganisha nuru na giza. Mungu alitenganisha nuru na giza. Giza inatolewa kwa kukiri. Giza inatolewa kwa kutubu. Giza inatolewa kwa kuweka imani kwa Yesu Kristo. Haujachelewa. Haujachelewa. Mungu anakuambia geuka kwa giza. Mungu akianza uumbaji, kitu cha kwanza alitenganisha nuru na giza. Hii inamaanisha Mungu anaishukia giza. Mungu anaishukia dhambi. Mungu anakuita utubu. Mungu anakuita magari yanayopita kutoka. Usiwe na haraka kwenye pikipiki tafadhali. Wala usiwe tatizo. Subiri magari yatoke ndio ndio uweze kuingia kwa feri. Mungu anakuita ugeuke kwa njia mbaya. Hiyo ni toba. Mathayo 4:17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuambia tubu. Tubu kila uovu. Tubu kila uasi. Geuka kwa njia mbaya. Na weke imani kwa damu ya Yesu Kristo. Maeneo ya